Ndugu zangu, katika kumbukumbu zetu, siku tunazindua Kemanyanki ilizinduliwa na ofisi ya mkuu wa wilaya. Enzi hizo alikuwa anaitwa Luoga. Kwa hiyo tunapomwona mkuu wa wilaya hapa, tunaona kama vile tuna ulinzi ule ule tulioanza nao. Kwa ni jambo ambalo huwa tunalikumbuka sana. Lakini pia kama alivyozungumza mkurugenzi mwenzangu, data ambazo zimetolewa, wafanyakazi 650 ni wafanyakazi wa mwaka 2025. Sio wafanyakazi ambao tumeanza nao mwanzoni. Hao ni wafanyakazi wa 2025. Lakini tumekuwa na mafanikio, ajira ambazo tumekuwa tukizitoa hapa, 90% ya ajira ni za watu wanaozunguka hivi vijiji. Changamoto tunayoipata kubwa, kwa nini hatuna uwiano sawa kwenye ajira tunazozitoa? Moja ni kwa sababu ya nature ya mkataba. Kuna wakati tunaweza tukapata kazi ya siku 8 au ya wiki moja. Kazi hii inahitaji watu 20. Unapiga hesabu namna ya kuzigawanya. Lakini ukimchukua mtu ametoka Nyamwaga au mbali, anaweza akapata shida wa kufanya kazi siku ngapi? Siku 2. Kwa hiyo wakati mwingine tunachukua zile kazi ambazo ni za kudumu, ndizo ambazo tunakuwa tunaweka mgawanyo, ili angalau mtu asiweze kupoteza gharama kubwa kutafuta kazi ya siku 2. Lakini pia tumekuwa na mafanikio makubwa sana kwenye upande wa wafanyakazi, na hasa kutoa elimu na kukuza mazingira ya afya na mazingira ya makazi. Cha kwanza tunachokifanya mkuu wa wilaya ni kwamba wafanyakazi wetu tumekuwa na dawati zuri sana la kusikilizana. Huu ni mwaka wa 6 ndani ya Kemanyanki, hatujawahi kushtakiwa hata kwa mwenyekiti wa kitongoji. Kwa ni namna gani ambayo tunafanya kutatua migogoro inayotuhusu sisi ndani na nje. Tunasikilizana kwa namna moja ambayo inaweza kutusaidia kupunguza hayo. Lakini vile vile tumekuwa na nafasi ambayo tunakuwa tunawakopesha vifaa vya ujenzi wafanyakazi wetu kwa ajili ya kuinua makazi yao. Kwa asilimia kubwa sasa hivi wafanyakazi wetu wengi wana nyumba zao wanaishi. Lakini tumekuwa ni sehemu ambayo hatuhitaji mfanyakazi yule ambaye hana nia ya kuendelea. Kampuni yetu inahitaji tunapokuwa tumekuchukua ukiwa 0, siku moja mtu asema alipanda akawa 1. Sio huko 0 badala ukaenda negative. Kwa hiyo tunajitahidi kwa hilo, lakini vile vile tumeweza kutoa elimu namna gani ya kujitegemea, ujasiriamali na biashara. Namna bora ya matumizi ya kifedha kwa wafanyakazi wetu, lakini tumekuwa na mafanikio makubwa. Wafanyakazi wengi wanaokuwa wameacha kazi, wengi wanaenda kuanzisha biashara zao, wengi wanaenda kuanzisha makampuni yao, na wengi wamekuwa na mafanikio. Hatujawahi kupata wafanyakazi ambao wanaacha kazi wanaenda kutafuta namna gani ya kuvamia mgodi. Kwa hiyo tumekuwa na mafanikio makubwa, lakini vile vile tumekuwa na mafanikio makubwa kwenye upande wa utunzaji bora wa rasilimali zetu. Kama alivyozungumza mkurugenzi mwenzangu, ni kweli kwamba tumekuwa na namna bora ambayo tulivyokuwa tumeanza hadi sasa. Unapoenda kuangalia Kemanyanki, kiukweli tumesogea kwa kiasi kikubwa. Lakini nini ambacho tunakifikiria kufanya kama Risali ilivyozungumza? Moja, kwa mwaka huu tunaenda kuanzisha uhamasishaji wa bima ya afya kwa wafanyakazi wetu. Tumekuwa na namna moja ama nyingine, namna gani ya kukuza maisha ya wafanyakazi wetu. Kuna baadhi ambao kwa sasa hivi wafanyakazi ambao ni wengi tunaenda kuingilia kwenye upande wa NSSF, lakini vile vile tunaenda kuongeza idadi kubwa kwa upande wa ajira za kudumu ili tuweze kupata namba kubwa sana kwenye upande wa NSSF. Lakini namna gani sasa hizi familia na wafanyakazi wetu wataendelea kuboreka kwenye maisha ya kawaida, tunaenda kuangalia namna gani ya kuwawezesha ili waweze kupata hizo bima za NHIF ambazo serikali imeshazitangaza kwa kila mtu mmoja ni shilingi 1,500 kwa mwaka.
Kwa hiyo sisi Kemanyanki tuko mbioni kwa ajili ya mwaka huu kuangalia namna gani tunapunguza hii kasi, na tutaanza na wale wafanyakazi ambao ni wa kudumu, lakini tutaendelea kadri tutakavyoona inafaa. Lakini pili, uimarishaji wa mahusiano kati ya Kemanyanki na jamii inayotuzunguka yameendelea kuimarika vizuri sana. Hatuna migogoro na wenye viti wetu wa vijiji na serikali zetu. Lakini tumeendelea kuwa na utaratibu wa ufadhili wa walimu kwa zile shule ambazo tunaona zina shida kwenye upande wa elimu na hasa kwenye masomo ya sayansi. Tumeendelea kuwa na utaratibu wa kufadhili kulipia baadhi ya walimu katika masomo hayo kwenye zile shule ambazo zinatuletea maombi na tunalizika kuangalia namna gani ya kuweza kusaidia. Lakini pia tumekuwa na utaratibu wa kusaidia vifaa vya michezo kwenye mashule yetu na vifaa vya kufundishia katika mashule yanayotuzunguka. Lakini pia tuna utaratibu ambao tunasaidia baadhi ya wanafunzi wenye mazingira magumu wanaosoma vyuo vikuu. Kwa wale ambao wanatuletea maombi na timu yetu inapokuwa inachakata yale maombi, tunao vijana kwa sasa hivi takribani 4 ambao wako vyuo vikuu, tunawafadhili kwa namna moja ama nyingine. Lakini vile vile tumekuwa tukitoa misaada ya vikundi mbalimbali. Sisi tulianza kama kikundi. Kwa hiyo tunayo nafasi kubwa sana ambao tunatoa elimu namna gani watu wetu wengine wanaweza wakaendeleza vikundi vyao hadi kufikia level ambao sisi tumefika. Lakini pia tumekuwa na utaratibu wa kuchangia shughuli za maendeleo za maeneo ambayo tunatokea kama walivyokwisha zungumza. Lakini pia tunao utaratibu wa ligi za michezo Kemanyanki Cup. Tumekuwa na utaratibu huu kwa ajili ya kuunganisha watu wetu. Hii yote ni kwa ajili kwamba tuwe timu moja. Kwa hiyo kwa haya machache ni kushukuru sana mkuu wa wilaya, mgeni rasmi, kwa namna ambavyo umetuheshimisha. Mwenyezi Mungu akubariki.